hali ya huzuni katika Masjid Maamur hapa katika sehemu ambayo ataswaliwa marehemu Hashim Kambi, nguli kabisa wa tasnia ya filamu Tanzania, na niko na mzee wangu hapa Mazinde, tuzungumza naye kuhusiana na msiba huu. Ni miongoni mwa wasanii wachache wakongwe ambao wamebaki katika tasnia ya filamu Tanzania. Mzee wangu, heshima. Nashukuru sana. Pole sana na msiba. Asante. Ni msiba mkubwa kwetu sote, kwa sababu ni msiba ambao unaacha pengo. Ukizingatia Bwana Hashimu ni kati ya wakongwe ambao tulishiriki kuijenga tasnia kwa pamoja. Kwa hakika mchango wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo tumeondokewa na mbuyu. Ipo kazi kubwa ya kufanya kuacha legacy, hasa kwa wazee wengine wanaokuja. Kazi ni kubwa kweli, lakini Hashim tutamkumbuka kwa mengi makubwa aliyoyafanya katika kuweka misingi ya tasnia yetu. Alikuwa ni mtu mwenye ushirikiano mkubwa. Alikuwa ni mtu ambaye anajaribu kushirikisha vijana, wazee, wageni kwenye tasnia ili kuweza kukusanya nguvu ya kutuleta pamoja na kuimarisha tasnia yetu. Baada ya kupata taarifa za swahiba wako kwa amefariki dunia, ulizipokea ukiwa wapi taarifa hizo, mzee wangu? Mimi ndio nilikuwa narejea nyumbani nikitoka kwenye mihangaiko yangu. Sasa nikapokea simu kutoka ofisini ambako tunafanya pamoja pia. Mama mmoja BC2 alinipigia simu wa kwanza kabisa. Ananiuliza, una taarifa? Naambia za kazi. Sema hapana, mwenzetu Hashim Kambi hatupo naye. Ilikuwa kama nimepigwa na shot kidogo. Nikapoteza mwelekeo kidogo, lakini baadaye, baada ya kuzungumza na watu wawili watatu, nikakaa sawa. Na ilitokea hivyo kwa sababu Hashim tumetoka mbali. Tulikuwa ni watu wa karibu mno, tunabadilishana mawazo. Unajua wale watu mnazungumza mambo ya ndani kabisa. Sasa ameondoka. Pamoja na mengi ambayo tulikuwa tumezungumza, tuna mengi ambayo tulikuwa tunataka kuyafanya kwa pamoja. Lakini pia zipo kazi za maproducer wengine ambao zilikuwa tukazifanya nje ya Dar es Salaam nadhani mwezi huu wa 5 katikati. Sasa hapo napo imeacha pengo. Sawa, kwa sababu ni project ambayo ilikuwa inataka legend hasa. Sasa amepungua mwenzetu, lakini hatuna namna. Huwezi kupinga kazi ya Mwenyezi Mungu. Kikubwa sisi tumuombee tu, lakini kwangu mimi nimeondokewa na mtu muhimu sana, kwa sababu yani nikikwambia ni wa karibu kweli, kwa sababu kapo zetu zilikuwa kama 3 hivi. Sasa yule mmoja naye Msimbe katangulia, kama unamkumbuka producer mmoja Santas wa Siri za Familia, naye aliondoka. Sasa leo ghafla tu Hashim naye ameondoka. Sasa kuna upungufu, lakini wengine wapo. Tutaendelea kushirikiana kusongesha ili gurudumu la tasnia yetu. Jambo zuri katika tasnia ni kwamba wapo wazee wapya wanazidi kuingia, lakini vijana wa zamani nao wanazeeka. Kwa hiyo tunapata wazee wapya. Tumuombee. Kipi kitakuwa kina kukumbusha zaidi uwepo wa Hashim Kambi, kwa sababu
kapo yenu ilikuwa hatari sana. Kwa hiyo ukisikia kwenye movie au tamthilia, basi kuna Mzee Mazinde ndani, kuna Hashim Kambi ndani, unajua humu ndani kuna moto, hususan mkiwa kama mmetengenezwa familia tofauti ambazo zina ushindani, inakuwa hatari sana. Ni kweli, ni kweli. Hashim namkumbuka kwa mengi. Kuna tamthilia moja tuliifanya mkoani Tanga, hii ilikuwa inaitwa Kasri la Wageni. Mle mimi nilikuwa naitwa Baba Paroko na yeye alikuwa ni ambassador. Sasa tulifanya kwa kiwango kikubwa kweli kweli. Producer alikuwa ni lecturer mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Unaona ni project kubwa na tuliifanya kwa ukubwa, lakini baada ya ile project tulibaki na yale majina, yeye akiniita Baba Paroko, mimi nikimuita ambassador. Wengi walikuwa wajui kwa nini namuita ambassador na yeye kwa nini ananiita Baba Paroko, lakini ni kwa sababu ya hiyo project. Kwa hiyo namkumbuka na namisi kwenye engo hiyo. Hata akinipigia simu tasikia Baba Paroko, kuna hili na hili na hili, unasemaje au una ushauri gani? Au mimi limenikuta hili na hili, nifanyeje? Kwa hiyo tulikuwa tunashauriana. Mwambie ambassador, hilo namna ya kutatua lazima tushirikishe watu. Tunakubaliana, tunashirikisha, tunatatua, tunasonga mbele. Ukiwa kama mkongwe wa tasnia, unatamani kuwepo na hali ya ukumbusho kwa wasanii ambao wanatangulia mbele za haki? Kwa mfano ukimzungumzia Hashim Kambi, ameanza sanaa muda mrefu sana, angali kijana ameigiza, angali anazeeka ameigiza, na amefariki akiwa bado sanaa ipo ndani yake. Yani alikuwa anafanya kazi ya sanaa, ndo hali ya umauti umemkuta. Iwe kama kuna sehemu ya makumbusho ambayo kama ambavyo kuna makumbusho ya taifa, kuna makumbusho ya kitu fulani, kuna makumbusho ya wasanii ambao wameacha alama kwenye tasnia. Unatamani kuwepo na hilo jambo mzee? Natamani sana, lakini hiyo sio matamanio yangu tu, ni kitu muhimu sana kwa taifa. Umeelewa? Kwa sababu records hizi zina manufaa makubwa kwa vizazi vinavyokuja. Kuna kipindi umekitamka hapa, alama, na kitizama wameanzisha Azam, na kitizama. Kwa hiyo ukitizama yale mahojiano, namna watu walikopita, historia za watu, mambo gani wamefanya, ushiriki wao katika ujenzi wa tasnia, unaona ni kitu kimoja kinakukumbusha mbali, lakini kinawafanya vijana waone kuna kazi kubwa ilifanyika, ndio maana tumefika hapa tulipo. Kwa hiyo kitaifa, hilo unalolisema ni muhimu sana. Kwa sababu lazima tuweke kumbukumbu za mambo tunayofanya katika taifa, kama ambavyo zipo kumbukumbu za wanasiasa, zipo kumbukumbu za wanasoka na wanamichezo wengine, na sisi tuwe na kumbukumbu za namna hiyo. Zina jambo linafundisha katika taifa. Jambo zuri. Serikali yetu naiomba, hasa ya Mheshimiwa Mama Samia, wakati huu, na yeye ni msanii mwenzetu, kama utakumbuka ameigiza The Royal Tour. Sasa yule ni mmoja wetu, ni mwanatasnia. Kwa hiyo kabla hajaondoka madarakani, atufanyie jambo hili muhimu la kuwa na makumbusho kubwa kabisa, maktaba kubwa kabisa ya kitaifa. Na kumalizia mzee wangu, kama neno ama mafunzo kuhusiana na msiba huu wa leo. Funzo ni kwa vijana, funzo ni kwa jamii, kwamba wakati huu unapokuwa na afya njema, unapokuwa unafanya kazi hizi, ni muhimu sana kujitunza, ni muhimu sana kutengeneza afya yako, na kikubwa katika eneo hili la afya, na muomba pia Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa bima za afya, ni jambo la msingi sana kwetu. Tuna matatizo mengi sana ya kiafya. Marehemu Hashim Kambi, mimi pamoja na mzee Chilo na wengine tulipigana sana kuzungumza na katibu wetu mkuu wa bodi
juu ya afya ya bima ya afya kwa wazee katika tasnia, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana za kiafya. Unapofikia hali ya utu uzima, mambo ni mengi katika miili yetu. Kwa hiyo unapokuwa na bima ya afya inakwenda kukupunguzia makali yale ya huduma za hospitali. Kuna wakati mama anatoa ofa ya matibabu, unakwenda unaenjoy, unatibiwa kwa kiwango cha juu sana, unafanywa check up mpaka wewe mwenyewe sasa unajiamini. Unajua hakuna kitu kizuri kama kujua afya yako wapi ilipo. Ukishajua afya yako wapi ilipo, hofu inakuondoka. Kuna mambo una mashaka nayo ndani ya mwili wako, lakini ukishapima ukajua, unaambiwa na daktari, hiki hamna, hiki kipo, hiki kafanya hivi, unatoka ukiwa unajiamini sana na una matumaini mapya ya kuishi. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa Rais atufanyie wepesi katika hilo. Na mimi mzee wangu nikushukuru sana. Nashukuru sana. Pole sana mzee. Asante sana. Sisi wote pole, kwa sababu ni msiba mkubwa kwa taifa na Afrika Mashariki. Asante sana.